السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، اللهم فصل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وحراسة العقيدة الذي جاءنا بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، من أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. Ikhwa, ndugu zangu, nafahamu kwamba bado tuko ndani ya kimvuli cha Ramadhan, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda wal furqan, mwezi ambao tasharrafati bihadha ash-shahr. Ramadhan ni mwezi ambao umetasharrafika, umepata matukufu kwa sababu ya kuteremshwa Qur'an ndani mwake. Qur'ani ambayo ndio mwongozo wa kuongoza, kama tulivyosema darasa lililopita, almuttaqin walmu'minin fi umurihim ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya. Waumini na wanaomcha Allah, Qur'ani wao wananufaika, wanapiga ndege wawili kwa jiwe moja, inawanufaisha katika mambo yao ya ulimwenguni hapa na akhira. Huku kwenye aya hii, shahr Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas, lakini kule imesema hudan lilmuttaqin, khasatan inawafaa waumini na wanaomcha Allah katika mambo yao ya dunia na ya akhira. Lakini wala ambao wasioamini inawafaa, inawanufaisha fi umurihim ad-dunyawiyya faqat, inawanufaisha, wanapata ya manufaa katika mambo ya ulimwengu ambayo ni mambo yanaisha. Walal akhiratu khairun wa abqa, walal akhiratu khairun laka min al-ula, akhira, hakika akhira ni bora kwako ewe Mtume Muhammad kuliko dunia. Na hata katika mtiririko wa miezi ambayo Allah ameitaja katika aya 36 sura ya 9, inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hakika hesabu na idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12, minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 kuna minne Allah ameipa matukufu. Ramadhan laysa fihinna, katika hiyo miezi ambayo mtume ameitafsiri amesema ni Dhulqa'da, miezi ambayo ni muharram yenye matukufu, matendo yanaongezwa ya waja yanaongezwa katika malipo, ni Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumadai al-akhiri wa Sha'ban, ni mwezi wa 11, mwezi wa 12, mwezi wa kwanza Muharram. Kwa wale wanaohesabia mifungo kule pwani wanasema mfungo wa 4, na mwezi wa 7 Rajab. Kwa hiyo Ramadhani yenyewe imepata ubora kwa sababu ya kuteremsha ndani mwake Qur'an, na ndani kuteremsha ndani yake Qur'ani yote kwa ujumla, kutoka Lauhul Mahfudh mpaka katika wingu wa dunia kwa mara moja, Qur'ani yote. Kisha baada ya mtume kupewa utume ikawa inateremka kidogo kidogo kulingana na matukio ambayo Allah aliyakadiria, mundu 23 sana, katika kipindi cha miaka 23. Fi ndani ya Ramadhan lailatun khair min 1000 shahrin, ndani ya Ramadhan katika 10 la mwisho kuna usiku ambao amalu salih, amali njema aifanyayo mja katika usiku huo ni bora kuliko angeifanya au kuliko aliyoifanya mfanyaji katika miezi 1000, kuliko aliyofanya amali njema katika wafanyaji matendo mema. Wametaja wanaochuoni akiwemo Ibn Kathir kwamba kulikuwa hapo na mja wa Allah katika Bani Israil zaman kabla ya umma huu, mtu mmoja alikuwa anaitwa Sham'un al-Ghazi. Sham'un al-Ghazi alipigania jihadi fi sabilillah kwa miezi 1000. Miezi 1000 ukikokotoa katika hesabu ya kugawanya ni miaka mingapi? Ni miaka 83, miezi 4 na siku. Miaka 80 ngapi? Miaka 83, miezi 4 na point, maana na masiku kadhaa. Manake ni nini? Kama katika usiku huo mja wa Allah amekutwa na usiku ule, Allah amempa tawfiki, usiku ule akawa anasoma Qur'an bi ikhlasin niyya, akimtakasia Allah nia yake,
basi ataandikiwa zaidi ya miaka 83 alikuwa anasoma Qur'an. Hakwenda kijiweni kunywa kahawa, wala hakwenda msalani, wala hakwenda kufanya business ambazo anazo, kwamba miaka zaidi ya miaka 83 iliyojaa alikuwa anasoma Qur'ani mfululizo. Kama amekutwa akifanya ibada ya kulisha chakula katika huo usiku, anaandikiwa vivyo hivyo. Kama akimdhukuru Allah katika adhkari mbalimbali, akimswalia mtume, wa halul majara. Allah akatupa tunu, kwa sababu wenzetu waliotangulia kama tulivyosema darasa zilizopita, walipewa tunu ya umri mrefu. Miaka 500 400 ilikuwa ni kawaida sana. Watu wameishi mpaka miaka 1600, watu wameishi miaka 1500, 1200, miaka 950, miaka 700, miaka 800 ilikuwa ni umri wao wa kawaida. Sasa umati huu kisarul umri, umri zetu ni fupi. Allah akatupa adhaaf, na hizo adhaafu pia hata imani ikiongezeka. Allah akasema mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba, mfano wale ambao wanatoa vile ambavyo Allah amewaruzuku katika njia ambazo Allah anaziridhia. Kamathali habatin, ni kama mfano wa punje moja ya mtama, huo ulezi mfano. Ambatat 7 sanabila, ikipandwa punje moja ya mpunga au ya ulezi, inaota ile moja, shina moja linaanza, alafu likatoa machipukizi 6 na lile la asili yakawa 7. Fi kulli sumbulatin 100 habba, baada ya kutoa masuke, katika kila suke moja pakawa na punje 107 mara 7. Wallahu yudhaifu liman yasha, haishi hapo, sio 107 basi. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim, na Allah huwaongezea, huwapa nyongeza katika malipo wala wanaotaka kuongezewa. Wallahu wasi'un alim, na yeye Allah ni mkunjufu wa kulipa wala hachoki, na ni mjuzi, anatujua nia zetu katika utendaji wa ibada zake. Imani inapokuwa yuko juu na malipo yanakuwa yako juu zaidi. Imani ikiwa ni ya juu na yale matendo unayoyafanya na malipo pia Allah anakuongezea kutoka 700 ila 1000 ila adhaafin wa adhaafin kathira, mpaka ziada ambazo ni nyingi sana. Ndugu zangu, nigusie kidogo hapa. Nimesikia Sheikh anakumbusha kwamba kuna ibada pia ya kufuturisha. Mwezi huu ziko ibada nyingi sana kufuturisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man fattara sa'iman kana lahu min al-ajri mithlu ajri as-sa'im min ghairi an yunqasa min ujurihim shay au min ajrihi shay. Mwenye kumfuturisha mfungaji yoyote, aliyomfuturisha mfungaji, sawaun dhakaran kana au untha, aliyofanya ibada hii ya kufuturisha awe mwanamume au mwanamke, sheikhan kana au shaban, kijana au mzee, bibi kizee au msichana, kana lahu min al-ajri, huandikiwa katika malipo. Kana lahu min al-ajri, huwa kwake malipo mithlu ajri as-sa'im, mfano malipo ya yule mfungaji, min ghairi an yunqasa min ujurihim shay, pasina kupunguziwa ujira wao chochote. Sasa angalia ibada ya funga. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi anaelezea kwamba Allah anasema kullu amali ibn adam lahu, matendo yote mwanadamu anayofanya ni yake yeye, maana yake ya'lamu ajrahu, anajua ujira wake. Kama amesoma Qur'an anaweza kuhesabia herufi ziko ngapi, leo nimesoma mistari mingapi na herufi ngapi, anazidisha mara hiyo. Kama nitalipo kwa 10, kama nitalipo kwa 700 itakuwa ni hii, kama kwa 10 itakuwa ni hii. Illa sawma, akasema isipokuwa ibada ya funga. Allah anasema katika hadithi al-Qudsi fa innahu li, ibada hii ya funga kwa sababu ni ibada ya siri baina ya mja na Mola wake, hii Allah amesema ni yangu mimi, wa ana ajizi bihi, mimi ndio nitakayelipa. Ibada hii ya funga Allah ameiunganisha na ibada ya subra. Kule katika surati Az-Zumar aya namba 10 Allah anasema was-sabiruna innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tulisema darasa iliyopita, ukiona Allah au mtume au katika kaida za kilugha maneno yanaanza na innama hasrin, wal hasru tufidu takhsis, kwamba innama
brackets kwenye mabana, si vinginevyo. Innama, hii inna kazi yake imebatulika. Innama, hakika si vinginevyo, hivi nisemavyo ndivyo itakavyokuwa. Yuwaffa as-sabiruna ajrahum, watatekelezea waliofanya ibada ya subra malipo yao, bighairi hisabin. Wale waliofanya ibada ya subra, kusubiri katika wakafanya subra, jambo la kumwasi Allah liko mbele yake na nafsi ina shauku, yeye akafanya subra, akaisubirisha nafsi yake lile jambo likapita, asimwasi Allah. Au akaisubirisha nafsi yake katika mambo ya toa. Nafsi ina uzito sana katika toa, kuendea katika mambo ya toa kwa Allah, nafsi ni nzito, lakini yeye akailazimisha, hiyo pia ni subra. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ibada ya subra nayo pia malipo yake watu watalipwa, waliofanya ibada ya subra haina hesabu. Kama saumu vile vile, Allah anasema fa innahu li wa ana ajizi bihi, ibada ya funga ni yangu mimi na mimi ndo nitakayelipa. Hata wale malaika wanaoandika kiraman katibin, hii maana kwa maambia hii acha, hii acheni, hii ni yangu mimi. Kiraman katibin hawaandiki habari ya saumu kwamba leo hii Allah amesema hii ni yangu mimi na mimi ndo ni siri, kwa sababu ni ibada ya siri kati yangu na mja wangu, na mimi ndo nitakaye shughulika na malipo. Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake ambacho kimeteremka ndani ya mwezi wa Ramadhani, kama tulivyosema, amefungamanisha na jambo la taqwa. Tulikuwa tunazungumzia taqwa, anasema hata katika swala la elimu tulihimiza pia swala la elimu, sema wattaqullaha wa yuallimukumullah, na mcheni Allah na Allah atakufundisheni, Allah atakupeni elimu. Hata elimu inapatikana kwa taqwa. Taqwa ni sababu ya kupata elimu. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Hata ukiwa umesongwa na mambo, wasema in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wallahu ghafurur rahim. Ikiwa mtamcha Allah, ikiwa mtatekeleza amri za Allah, taacha makatazo ya Allah, yaj'al lakum furqana, Allah atakupeni upambanuzi. Allah atakujalieni upambanuzi wa yale ambayo mnaona ni mazito, mtaona wepesi unakuja. Allah atakupeni wepesi, atakupeni tunu ya wepesi katika hayo mazito, iwe maradhi, hali ngumu labda ya maisha, biashara haziendi, yaj'al lakum furqana, Allah atakupeni nini? Furqan, pambanuzi. Na si hivyo tu, wa yukaffir ankum sayiatikum, na makosa yenu atakufutieni, wallahu ghafurur rahim. Pia akasemaje kwingine? Akasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi ambao mmeamini mcheni Allah, tekelezeni maamrisho ya Allah, katazikeni na makatazo ya Allah. Wa qulu qawlan sadida, na mseme maneno mustaqima, ni maneno yaliyonyooka. Hata kama ni ushahidi umeitwa mahakamani au barazani, popote kwenda kusuluhisha familia, kwenda kusuluhisha mtu na mtu, kundi na kundi, wa qulu qawlan sadida, usiende kusema qawlu zur. Qawlu zur ni kauli yoyote ambayo iko nje na ukweli na uhalisia. Leo tutaishi hapo katika nukta hii ambayo nimeigusia katika aya hizo mwisho. Qala Allah Ta'ala, Allah anasema pia katika sura at-Tauba aya 119, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ambao mmeamini mcheni Allah, tekelezeni amri za Allah, acheni makatazo ya Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Baada ya kuwa mmetekeleza amri za Allah, akaongezea jambo jingine mbele yake, wa kunu ma'as sadiqin, jitahidini muwe pamoja na wakweli. Jitahidini muwe pamoja na wakweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika makuzi yake Makka, kazaliwa Makka, anakuwa toka udogoni mpaka anakuwa ni shab, kijana. Makureishi wazee wake wanamuona ni sadiq, ni mkweli, hajawahi kuongopa Mtume sallallahu alayhi wasallam hata siku moja. Na Allah pia alimuepusha Mtume sallallahu alayhi wasallam na mambo ya lagha, mambo ya upuuzi toka utotoni mpaka anakuja kupewa utume, hajawahi kufanya. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kitabu cha tarikh, hata Ar-Rahiq al-Makhtum ametaja na vitabu vingine, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam ilialikwa mjini, mtaani kuna harusi, lakini harusi hizo zinafanyika mambo ya kijahilia. Mambo ya kijahilia mengi yametamalaki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia rafiki yake mmoja ambaye walikuwa wakichunga mbuzi pamoja. Inafahamika Mtume alikuwa anafanya kazi ya kuchunga mbuzi, anapata qararit, luqmatul aish. Mtume alikuwa sio legelege ile wanaandika wasema yatima hadeki. Yatima wa kweli ambaye alikuwa hadeki namba moja ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuchunga mbuzi zama anapata qararit,
liluqmat alaish, kwa ajili ya maisha. Wakakubaliana na rafiki yake, maana utanichungia leo mbuzi zangu, kuna harusi kule mtaani kwetu, mimi niende, alafu kesho na mimi nitakuchungia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubaliana na bwana, mtume akatoka. Lakini angalia Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ya kumwepusha mtume wake asije akawa na doa akiwa njiani, Allah akamtupia hali ya uchovu na usingizi. Akaona usingizi umekuja haraka, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ngoja niibanze, ngoja nipumzike kidogo, alafu hii hali ikitoka niende zangu. Kapigwa usingizi pale, anakuja kuamka baadaye, jua ni kali na harusi imeshapita, kwa sababu Allah anamwepusha mtume wake asije akawa na doa na dosari, kwamba na yeye katika yale mambo yao ya kijahilia alishiriki, tulikuwa pamoja na kadha. Even hivyo, kwa kuwa mtume alikuwa ni mkweli, kama Qur'ani inavyosema, kama alivyosema Aisha, aliulizwa siku moja, kaifa kana khuluqun nabii sallallahu alayhi wasallam, ilikuwaje tabia ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Mama Aisha, mama yetu Aisha radhiyallahu anha, akasema kanat khuluquhu alquran, tabia ya mtume ilikuwa ni Qur'an, yani ilivyo Qur'ani ndio mtume alivyo. Kwa hiyo Qur'an inasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mtume na yeye ni miongoni mwa walioamini, ni miongoni mwa ambao wanaamrishwa kumcha Allah, wa kunu ma'as sadiqin, alikuwa kweli. Makuraishi walipomuona yeye ni mkweli, falaqabuhu hatta laqabuhu bisadiqil amin, mpaka wakampa jina la utani ambao ni mzuri, anambia as-sadiqul amin, huyu ni mkweli mwaminifu. Hata alipokuwa mtume na miaka 35, ulipotokea mgogoro kuhusiana na kuliweka Hajar al-Aswad, kwamba lile jiwe walipoijenga al-Kaaba upya, kwamba nani katika ile makundi ya Makuraishi zile koo, ni nani ambao ndio bora waweka ile jiwe mahali pake. Kila kabila linasema sisi, kila ukoo unasema sisi. Ukoo ni ugomvi, wakasema hapana, tuweke mtu ambaye atakuwa ni hakimu wa kutaamulia. Sitampataje hakimu? Wakatoa mapendekezo, atakayeingia kesho msikitini ni wa kwanza, huyo ndiye atakuwa hakimu wetu, kama nani waliweka ile jiwe, wanani ndio wana haki ya kuliweka. Mtume sallallahu alaihi wasallam fakana awwal ad-dukhul, Mtume akawa yeye ndio mwanzo kuingia siku ya msikitini, anasema hadha al-amin naqbaluhu wa narda, huyu kwa sababu ni mkweli na mwaminifu tunamkubali awe hakimu wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam fa akhadha biridaah, akachukua mtandio wake akautandika, akalichukua lile jiwe kwa mikono yake, kisha akawaita kila pande, mtu mmoja shika hapa, wa ukoo huu shika hapa, wa ukoo huu shika huko, huu shika hapa. Ikawa mzozo umezika mpaka Makuraishi wakashangaa, wazee watu wazima, kwamba kijana mdogo ametatua tatizo ambalo lilikuwa ni la watu wazima, limewashinda watu wakubwa, hata viongozi wa mji wakati huo. Kwa hiyo walimbadilisha mtume, wakamuita as-sadiqu al-amin, mkweli mwaminifu. Allah pia anasema katika surati Muhammad aya 21, falau sadaqu lakana khairan lahum, lau watu wangekuwa ni wakweli ingekuwa ni khairi kwao. Watu wangekuwa ni wakweli katika maneno yao, wote wanazungumza na wenzao, wao ni wakweli, ingekuwa ni khairi kwao. As-sidqu munjia, kwa sababu ukweli ni wenye kuokoa. Ukweli ni wenye kumuokoa yule anayesema ukweli au wale wanaosema ukweli. Pia imekuja hadithi katika mlango huu, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud tulimsema katika kipindi ambacho kimepita, katika maneno yake pia ya hekima alisema, Ibn Mas'ud ni katika ulama wa sahaba, sema ash-shababatu shu'batun min al-junun, ujana wakati umemwanza kijana, zile vurugu za ujana, anasema shu'batun min al-junun, ujana ni sehemu ya uandawazimu. Kijana anaweza kufanya jambo mpaka wakafikiria kwamba huyu alikuwa amekula nini. Hadithi Ibn Mas'ud ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala, katika baadhi ya vitabu kwamba imeanza alaikum bisidqi, hapa imeanza inna sidqa, alaikum bisidqi. Ni baadhi ya kutubu jilazimisheni alaikum bisidqi, ay alaikum ilzamu bisidqi, jilazimisheni na kusema ukweli, jilazimisheni kuwa na wakweli na kusema ukweli. Fa inna sidqa yahdi ila albirri, kwani kwa hakika ukweli ni wenye kumuongoza au ni wenye kuwaongoza wasema ukweli na asemaye ukweli ila albirri, kuna kwa birri ambayo Allah amesema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamwezi kufikia birri, mambo mema ambayo ni dira ya kuongozeni kwenda janna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mkitaka kuifikia birri ambayo ni direction ya kwenda janna, mpaka mtoe ambavyo mnavyovipenda katika vile ambavyo alivyokuruzukuni Allah. Kwa hiyo fa inna sidqa yahdi ila albirri, hakika ukweli ni wenye kuongoza
mwenye kusema ukweli kunako birri. Wa innal birra, na kwa hakika birri, yahdi ila aljanna, itamuongoza aliyoifikia hiyo birri ambayo ni dira ya kwenda peponi mpaka peponi. Wa inna rajula, na kwa hakika mtu la yasduqu, mtume anasema ukweli, hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Hadithi nyingine, inna rajula la yasduqu wa yataharra sidqa, au la yazalu abdun yasduqu, haachi kuwa mja anasema ukweli, wa yataharra sidqa, na akikusudia akiwa na nia kwamba ataendelea kusema ukweli, hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, mpaka anaandikwa mbele ya Allah kwamba fulani ibn fulani siddiqan, fulani ibn fulani akiwa sehemu fulani ni mkweli. Wa innal kadhiba, riwaya nyingine, wa iyyakum wal kadhiba, tahadharini na kuwa waongo, tahadharini na uongo, tahadharini kuwa pamoja na waongo. Fa innal kadhiba yahdi ila alfujur, hakika uongo ni wenye kumuongoza asema uongo kunako fujur, kunako uovu. Wa innal fujura, na kwa hakika uovu, yahdi ila nari, fujuri inaongoza mtu kwenda katika moto. Wa inna rajula yakdhibu, na kwa hakika mtu anasema uongo, au la yazalu rajulu yakdhibu, haachi kuwa mtu mja anasema uongo, wa yataharra alkadhiba, na akikusudia kuwa muongo, hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka anaandikwa mbele ya Allah kuwa kadhaban, fulani ni muongo. Naudhu billahi min dhalik. Muttafaqun alayh. Hadithi ipo katika Sahih Bukhari na Sahih ya Imam Muslim. Ikhwa, kuna kijana mmoja katika mji wa Makka. Mama yake, inawezekana baba yake alishakufa, ni yatima. Wengi hata kama katika maulama tunasoma historia zao, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal walisomesha na mama zao. Ahmad ibn Hanbal aliagizwa na mama yake, alimwandalia chakula, chapati kavu zile, kisha akamfungia kwenye begi lake, kwenye briefcase yake, kwenye hakiba yake, kisha akamwambia, mwanangu, unaenda kusoma, kamwe usirudi ila umekuwa ni mualliman. Hakikisha Ahmad wangu, unapokwenda huko uwe mkweli, lakini usirudi maadamu hujajua kusoma. Kama wewe si ujao mwalimu, hapana kurudi. Wanawake bora hao walipokuwa. Imam Shafi kadhalika kasomesha mama yake. Imam Shafi amezaliwa ukanda wa Gaza pale ambako maadui wetu wamepiga sana ndugu zetu Gaza. Tunasema mwaka 150 alizaliwa Imam Shafi Gaza, lakini asili yake ni Mquraish, Makka. Na alipofikisha miaka 5 waligura na mama yake, maana yeye amezaliwa yatima. Waligura na mama yake wakaenda Makkatul Mukarrama, akarudi Makka. Mama yake akampeleka madrasa kusomea Imam Shafi, kasomesha na mama yake. Kwa hiyo huyo kijana pia, kuna kijana ambaye mama yake alimtuma kwenda Baghdad, kutoka Makka, min Makka ila Baghdad, aende Baghdad kwenda kusoma. Mama amempa kila kitu, pocket money, kila kitu, nenda ukasoma Baghdad. Soma Baghdad kulikuwa na wanaochuoni, elimu ni nyingi. Lakini mama yake, wa ausahu bisidqi, mama yake akamuhusia, alaika ya ghulam ya bunayya bisidqi, mwanangu, jilazimishe kwa hali yoyote, jilazimishe uwe mkweli. Wa atahu 40 dirham, mama yake alimpa dirham 40 kama pocket money yake ya matumizi kule ambako anakwenda. Baada ya kuwa amefika katika miji, katika safari yake akakutana na quta'u tariq, akakutana na vibaka. Alikutana vibaka, wajaanza leo tena na vibaka. Wale vibaka wakamuhoji, wewe ni nani, unatoka wapi, una nini? Yakajieleza mistari iliyonyooka, akasema ukweli, ana fulani ibn fulani min Makka ila Baghdad li talab al-ilm, mimi nimetoka Makka naenda Baghdad kwenda kusoma elimu ya dini, nataka nimjue Allah. Ma maaka, una nini? Vibaka wanamuuliza una nini? Sema mai 40 dirham, na dirham 40. Sasa jamaa wanamuuliza, wakampeleka, kwa sababu wale vibaka wa kila sehemu huwa wanakuwa na wakubwa zao, wanakuwa na amiri wao mkuu. Wakamchukua yule kijana wampeleke kwa amiri wao mkuu, wakaenda wakamkabidhi kwa amiri wao mkuu. Kisha wale wakarudi wakaendelea na mambo yao, wakambakisha yule aendelee, kwa sababu wanajua tayari hapa sisi tumeshafanya search tayari kwamba kuna kitu hapa leo tutapata. Kwa hiyo tumkabidhi bwana mkubwa, afande wetu mkuu, chochote kitapatikana baadaye. Wenyewe wakarudi kuendelea na mambo yao. Baadaye yule mkubwa akaendelea kumuuliza, kwani wewe
ni nani, unatoka wapi na unaenda wapi na una nini? Kajibu vile vile, mimi nimetoka Makkah naenda Baghdad kwa ajili ya kwenda kusoma elimu ya dini. Una nini? Asema mai 40 dirham na dirham 40. Kaambia wewe unajua kabisa sisi ni kutao tariq, sisi ni majambazi. Lima sadaktana, kwa nini umetusemea ukweli? Unajua kabisa hatuwezi kukuacha salama. Kijana akasema ausani ummi bisidqi, mama yangu alinihusia mimi kwa hali yoyote, kwa gharama yoyote nisiseme ila kweli. Kisha yule kijana akaisoma aya Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa takhunu amanatikum, enyi ambao mmeamini msifanye khiana katika amana za Allah alizokupeni. Wa takhunu amanatikum, mkajifanyia khiana mpaka kwenye amana zenu, mkafanya khiana katika amana za Allah alizokupeni mpaka amana zenu nyinyi kwa nyinyi. Yule qati'u tariq mkubwa wa majambazi yule alipoisikia ile aya na yale maelezo aliyotoa kijana kwamba wewe umetii amri ya mama yako katika kuwa wasia wa mama yako kuwa mkweli, kumbe Allah ameagiza tusiwe mahain kiasi hichi, kufanya khiana ya kuwasubiri watu katika njia, kuwanyang'anya vitu vyao. Sisi ilikuwa tunatakiwa tuwe mstari wa mbele. Yule bwana kuanzia muda ule akaangua kilio, kisha akamrudishia yule kijana zile fedha zake, akamwambia endelea na njia yako wala usinani. Wale majamaa jioni wanarudi wamechukua vitu, wamepora vitu vya watu wengine, wanamkuta yule mkuu wao wa jambazi analia. Wanamuuliza ma yubukika, nini kinachokuliza? Anambia nyinyi hamjaelewa mpaka saa hii. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa tatma'inna qulubuhum li dhikrillah, haujafika wakati bado kwa wale ambao wanaamini zinyenyekee nyoyo zao warudi kwa Allah. Mimi moyo wangu jamani, tayari leo nimekutana na kitu, nimekutana na daktari amenitibu. Wananazulu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahma, na tunateremsha katika Qur'an kile ambacho ni Allah asema shifaa'un, sio tiba, ponyo. Shifaa'un lima fi sudur, ponyo la kuponya yale yaliyo katika mioyo. Tabia ya wizi, ujambazi ni maradhi. Mtu anapenda wizi, jambazi, uongo kadhalika, ni mambo ambayo Muislamu hatakiwi kuwa nayo. Yule kijana akaendelea zake, lakini hapa anasema as-sidqu munjia, ukweli ni wenye kuokoa, ukweli ni wenye kuokoa. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maswali ni matatu, na mimi wakati mada inaendelea kufikishwa tayari tulikuwa tunaandaa maswali. La kwanza, mimi pia nina swali. Naam. Umetuhusia sana kuwa wa kweli na kujilazimisha kuzungumza ukweli. Naam. Jambo la kusikitisha, jamii yetu inayotuzunguka yenyewe ndio haipendi ukweli. Naam. Yaani kwa maisha tunayoishi sasa, kijana ukiwa mkweli unaonekana wewe mshamba, wewe akili yako haifanyi kazi. Nitakupa kisa kidogo. Hii imenitokea mimi wakati nataka kuoa. Naam. Yaani ndio mambo yameiva, naelekea kuoa. Mmoja katika wamama na mheshimu sana mtaani pale. Naam. Akaniambia, ina maana wewe siku zote hizi umejizuilia na ufanye haya kwa sababu unaoa? Nikamwambia ndio. Akaniambia, mbona wewe haupo? Sasa nakupa mfano ni uone ni kwa namna gani jamii yetu haipendi ukweli. Sasa unatuhusia sisi tu wa kweli. Vipi kuhusu jamii inayotuzunguka haitaki ukweli? Tutaishije nayo? Assalamu alaykum wa barakatuh. Ndugu zangu, hizi zama kwanza tufahamu, kwa jawabu ni kwamba hata kama watu wanaotuzunguka ni waongo, bado haitoshi kuwa ndio na sisi tubadilike kuwafuata wao. Hata kama ni marafiki zetu, Allah amesema al-akhillau yawmaidhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Hata marafiki, makundi ya watu katika magrupu yao wanasaidiana pia kwenye mambo yao, na pia kupitia uongo. Allah anasema al-akhillau yawmaidhin, marafiki wengi siku hiyo, ba'dhum li ba'dhin aduwwun, watageukana wao kwa wao uadui. Ule urafiki wao utageuka kuwa uadui, illa al-muttaqin, isipokuwa wale ambao urafiki wao ulikuwa katika mambo ya taqwa.
Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba ni lazima sisi tujilazimishe na ukweli, na wale ambao wametuzunguka ni waongo tuendelee kuwahusia na kuwalingania. Na Mtume sallallahu hasa zama hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yati ala nnasi zamanun khadda'atun, itakuja katika umati wangu huu zama zitaishi watu waongo. Yani alizitaja zama ongo, lakini ni istiara tu, imeazimwa ni watu watakaoishi katika hizo kitu kipindi ndio waongo. Watu watakaoishi katika kipindi hicho ndio waongo. Yusaddaqu fiha alkadhibu, atafanywa muongo, atafanywa mkweli muongo. Wa yukadhib fiha alkadhib alkhain, yule mtu ambaye ni mwenye khiana atafanywa ndio muaminifu. Kwa hiyo hizi zama ndo zimetimia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashasema itakuja miaka ya watu waongo, miaka ya uongo au miaka ya watu waongo. Naam. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Naam, mwalimu, jazakallahu khairan. Mwenyezi Mungu akupe darasa lako, nimelielewa na limenisaidia, litazidi kunisaidia zaidi. Swali langu litauliza kwenye maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ulivyoelezea, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mchungaji wa mbuzi, alikuwa akichunga mbuzi kwa ajili ya kujipatia kipato cha kukidhi maisha yake, kwani alikuwa ni yatima. Lakini mafundisho yanasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kufiwa na babake alikuwa bado hajazaliwa, vile vile amezaliwa na mama yake Amina, akaachwa alikuwa bado ni mwenye kunyonya, vile vile akawa ni mwenye kulelewa na babu yake, kutoka babu yake akaenda kwa baba yake mdogo hadi kufikia kukua kwake. Je, huo wakati alipokuwa anachunga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana mlezi au alikuwa analelewa hali ya kuwa ni bado mwenye kujitafutia kipato chake? Swali langu ndio hapo linalo. Naam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Kijana ameuliza kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa yatima, kwa hiyo anazaliwa babake alishakufa, akiwa bado yuko ni mimba changa, takriban hata miezi minne sio kama ilikuwa imefikisha kutokana na tarehe inavyoeleza. Na anazaliwa babake alishakufa. Mama yake Amina alimnyonyesha kwa masiku kadhaa, lakini katika kipindi hicho ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo katika umri wa kunyonya, mama yake hakufa, mama yake alikuwepo mpaka anakuja kuchukuliwa, na kama ilivyokuwa historia inavyoonyesha kwamba wanawake wa Makka walikuwa wanatoka vijijini kuja kuchukua watoto, kuja kuomba kazi ya kunyonyesha. Yani kunyonyesha ni kazi, kuomba kazi ya kunyonyesha, na wanalipwa kwa mwezi, wanapata rusumu shaharia. Kwa hiyo Amina mtoto wake alichukuliwa na mwanamke mmoja anaitwa Thuwaibatul Aslamia, katika wanawake ambao wamemnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama yake angalipo hai. Pia alikuja akachukuliwa na Halimatu Saadia. Inawezekana hiyo Halimatu Saadia ndio kwanza kuja kumchukua, na mpaka historia imeelezea na nyumbani kwake pakawa kumebarikiwa sana baada ya kuwa Mtume yuko pale, na alikaa kule mpaka akafikisha umri hata wa miaka takriban miaka kadhaa, yani ule umri ambao kuacha kunyonya. Lakini katika matukio ambayo yalimtokea Mtume utotoni ni ile ya kupasuliwa kifua na malaika akiwemo Jibril na wengine. Kwa hiyo akiwa na mwenzake katika mtoto wa kule kwa Halimatu Saadia, Mtume akiwa anachunga porini alikamatwa. Nimesahau kidogo, sikumbuki alikuwa Mtume kwa na umri hiyo ni takriban miaka 4 au kama inazidi ni kidogo. Yule kijana aliliona tukio, watu wawili walishuka, mmoja akamuuliza mwenzake, aliona watu wameshuka pop, alafu mmoja akamuuliza mwenzake ahua kwamba mlengo tunaomlenga kwa ajili ya operation maalum ndio huyu. Wakakubaliana naam, kama ndio. Huyu akamchukua akamshika kwa mkono na huo mkono huu, wakaenda wakamlaza, akapasuliwa kuanzia kwenye nahari mpaka kwenye chini ya tumbo lake, kisha kuna vitu wakavitoa, kisha baadaye wakarudishia, lakini alama haikuonekana. Lakini baadaye yule mtoto alikuwa akaelezea nyumbani kwao kwamba leo mwenzangu Muhammad kuna tukio limetokea, walikuja watu wawili wakamfanyia hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo Halima tusaidia, kwa sababu ya tukio ile akaona, akapata hofu, akafanya nini? Akamrudisha Makka mjini. Unaona vizuri? Kwa
Kwa hiyo mama yake alimlea Mtume mpaka akawa na miaka 6 akafa bibi Amina akafa. Kisha baadaye akalelewa na babu yake mpaka akafisha umri wa miaka 8 akafa naye jadduhu Abdul Muttalib. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha umri huu wa kuwa sasa kwa Abu Talib, kwa sababu babu yake alihusia kwamba mwanangu huyu mimi nikiondoka anatakiwa akalelewa kwa Abu Talib, kwa mwanangu Abu Talib. Kwa nini alichagua hivi? Alichagua kwa Abu Talib kwa sababu ndio Abu Talib na Abdullah ibn Abdul Muttalib ambaye baba yake wa Mtume ni akhu shaqiq, ni ndugu wa baba na mama, kwamba huyu atakuwa na umuhimu na kwamba ni mtoto wake anamhusu na atakuwa na huruma, na ikawa kweli Abu Talib anampenda Mtume kuliko hata watoto wake. Na nimeeleweka? Naam. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nitaka kuuliza. Naam. Hapo tumeambiwa uongo kuna sehemu unafaa na wewe unatuambia uongo haufai. Kwa mfano, darasa zilizopita tuliambiwa hata Ibrahimu aliweza kudanganya baada ya kubongonyama sanamu yake. Vile vile Ibrahimu huyo aliweza kudanganya baada ya kutoka safari kuja Misri. Alipoulizwa wewe ni nani, akamwambia mke wake, bwana wewe akikuuliza wewe ni nani, wewe naambia mimi ni ndugu yake. Sasa mimi sijajua hapo tunakaje. Sababu tumepewa darasa kwamba uongo unafaa na unakuja kutuambia uongo haufai. Salamu kwa hilo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh amesema kwamba kuna darasa ambayo imepita leo na mashekhi kwamba kuna mahali ambapo uongo unafaa. Hii inaingia katika hali pale ambapo anasema na kaida inasema ad-darurat tubihu al-mahdhurati. Kuna maeneo na matukio na mazingira ambayo uongo unaruhusiwa. Kwa hiyo Ibrahim anasema uongo ambao wenye manufaa, sio uongo wa kumdhuru, hauwezi kuleta madhara kwa yule ambaye anayeambiwa au katika tukio ambalo linalozungumziwa. Kama tunaona vizuri, mtu anaweza akasema uongo baina ya makundi mawili ambayo wanapigana au watu wawili wanapigana, lakini akaangalia sababu inayopelekea wapigane, wengine wakawa ni Waislamu. Uislamu tumeambiwa hadithi Mtume anasemaje? Sababu almuslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kutukana na Muislamu na Muislamu ni fusuqun, ni uovu, yani ni uchafu mbaya. Wa qitaluhu kufrun, na kupigana naye ni kufrun. Wanaochoona wakasema kufrun iliyotajwa hapa sio kufrun akbar, sio ile kufuru kama anatakiwa asilimu upya, ni kufrun asghar, ukafiri mdogo, kwamba hii ni katika chembe za ukafiri, haifai Waislamu kupigana. Sasa ikitokea wanapigana Waislamu, mtu akasema uongo kama hapo kuna nyoka yuko hapo mahali ambapo yuko nyoka hapo, wale watu wakasambaa wakaacha kupigana, amesema uongo wa kuepusha nini? Maana madhara yale ya kupigana ni makubwa zaidi, lakini huu uongo umeletwa kwa ajili ya maslahi. Au mtu kusema uongo kwa ahali yake, kwa mke wake, ili kuepusha kutokea mzozo baina yeye na ikaleta shida katika ndoa yake. Sana katika zama hizo utandawazi ndio sehemu yake kabisa, mtu kumridhisha mke wake katika ili aelewe kwamba hili jambo aliko hivi. Lengo huyu kama ni dhana, asiende asimdhania au asiwadhanie watu, kwa sababu Allah amekataa dhana. Kwa hiyo kusema uongo ili mtu au yeye mwenyewe asidhaniwe dhana mbaya ni jaizi pia. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma aslih dhata bainana wa alif baina qulubina wa ahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur وجنبنا الفواحش ما ظهر من البطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا. تب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعل امورنا كلها سهلا. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا بتيسير كل عسير فان التيسير كل يسير يسير. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واشكركم على حسن استماعكم وجزاكم